Mimi naitwa Profesa David Ngasapa, ni profesa wa somo la anatomia na nimekuwa nikifundisha katika hiki chuo cha MUHAS kwa muda wa miaka 45. Na katika ufundishaji wangu nilikuta kwamba kuna kama upungufu fulani wa vitabu. Kwanza vitabu havipatikani. Zamani vilikuwa vimepungua upungufu wa vitabu. Sasa hivi havipatikani kabisa. Na kama kitabu cha kimojawapo cha anatomy kwa kimoja, wanafunzi wana photocopy mwisho hakionekani kitu chochote. Lakini sababu nyingine iliyonifanya niandike hivi vitabu ni kwamba vitabu vile vya zamani ambavyo tulikuwa tunatumia vimeandikwa kwa lugha ngumu, lugha ya Kiingereza. Vile vitabu viliandikwa kwa aliyeandika alikuwa ni au walioandika Kiingereza ni lugha yao ya kwanza, na waliandika kwa ajili ya wanafunzi wao ambao Kiingereza ni lugha yao ya kwanza. Sisi hapa wanafunzi wetu Kiingereza ni lugha ya tatu. Kwa hiyo ni wakati mwingine wanahangaika kuelewa. Lakini lingine ni kwamba hata mifano iliyotolewa katika vile vitabu ni mifano ambayo vinazidi kumtatanisha mwanafunzi kuelewa. Labda nitoe mfano. Kwa mfano ile mfuko wa nyongo wa katika mwili wa binadamu wanasema unaonekana kama pear. Wanasema pear shaped. Lakini tunajua kwamba hizo pears ni za kule Ulaya. Ukichukua pear Njombe na Iringa tofauti, ni ya mviringo. Kwa hiyo wanafunzi inawatatanisha kuelewa. Kwa hiyo ndio sababu ya pili. Lakini sababu nyingine ni kwamba hivyo vitabu vimeandikwa kiasi kwamba vinahamasisha wanafunzi kukariri badala ya kuelewa. Wanafunzi kukariri badala ya kuelewa. Lakini sababu nyingine ni kwamba mfumo wa elimu ambao ulikuwepo enzi hizo umeshapitwa na wakati vilivyoandikwa hivyo vitabu. Sasa hivi tulivyoandika sasa hivi tumeandaa kutokana na mfumo unaozingatia umahiri, wanaita competent based education. Kwa sababu mitaala yetu ndiyo hivyo, lakini sasa unakuta mitaala inasema hiki lakini vitabu vinasema kitu kingine. Lakini sasa nimeandaa vitabu ambavyo vitazingatia umahiri, yani competence based. Lingine pia tunataka tumsaidie mwanafunzi asikariri ila aweze kuelewa. Kingine ni kwamba wanafunzi wetu wanapomaliza masomo hapa wanakuwa wanaondoka na notes tu, hawana vitabu. Kwa hiyo wanafunzi wetu wanategemea notes za walimu ambao zinatofautiana kutoka mwalimu na mwalimu. Na hakuna kitabu cha msingi kwamba tunataka wanafunzi wetu wajue kufuatana na msingi huu. Kila mwalimu ana notes zake. Na wakiondoka hapa wanakwenda na notes au notes zinakuwa zimepotea. Kwa hiyo wanakuwa hawana kitabu cha rejea, kwamba hata kama nafanya kazi kuna kitu fulani kinanitatanisha naweza kurejea kwenye kitabu, wao hawana. Mimi hapa na vitabu vya rejea tangu nilivyokuwa mwaka wa kwanza, mwaka 74 ninavyo mpaka leo na ninatumia kwa ajili ya rejea. Kwa hiyo hizo ndio sababu zilizonisukuma mimi kuandika hivi vitabu.